yetu na Mungu wetu uliye mtakatifu, Mungu mwenye enzi yote, Baba wa neema na rehema, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako, ukuu wako, uweza wako na nguvu zako. Asante kwa ajili ya Roho yako Mtakatifu kuwa pamoja nasi. Tunakuinua na kutukuza Bwana, kutupa neema ya kuiona siku nyingine tena kwa mkono wako na kwa uweza wako. Tunanyenyekea kwako tena Bwana, tukilinua jina lako na kulitukuza. Asante kwa ajili ya rehema zako na fadhili zako. Tunaomba toba na rehema kwa ajili yetu wenyewe, kwa ajili ya watoto wetu, familia zetu, ndugu zetu na jamii yetu kwa ujumla. Tunaomba toba na rehema Bwana. Tunaomba utusamehe, uturehemu kwa utukufu wako na kwa nguvu zako na mamlaka yako. Bwana, tunasihi Roho yako Mtakatifu akatutakase tena kwa neema yako na rehema zako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu Yesu Kristo. Bwana, tunasihi nguvu ya Roho yako Mtakatifu ikatujirie tena kwa upya. Bwana, rejesha ndani yetu mahusiano mapya, uzima mpya na afya mpya. Bwana, tunaungama kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya viongozi wetu. Bwana, tunaungama kwa ajili ya ndugu zetu na wazazi wetu na watoto wetu. Tunasihi rehema zako ziwe juu yetu. Baba, tunaomba katuongoze tena, tujaze nguvu zako, uweza wako na maarifa yako wasau na majira haya. Tunaomba damu yako Yesu Kristo ikanene mema katikati ya neno lako, katikati ya maombi. Bwana, tupe kusikia. Sikia maombi yetu ya siku ya leo. Bwana, sikia haja zetu ya kila mmoja mmoja. Kafungue milango na nafsi zetu zikawe wazi. Namuombea mtoto wako huyu aliye mgonjwa mahali popote alipo, anayesumbuka na maumivu ya mgongo, maumivu ya vidonda vya tumbo na kila aina ugonjwa unaomtesa mahali popote alipo. Roho ya kansa ikamwachie, roho ya mateso ikamwachie, roho ya uvimbe ikamwachie katika jina la Yesu Kristo na kwa damu Yesu Kristo. Huyo anayesumbuka na utasa, Bwana, kamjalie neema ya kufunguliwa katika utasa wake. Kamjalie neema Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Naombea wote mikononi mwako Bwana, wape neema yako, wape uweza wako na nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Baba, tupe kusikia neno lako sasa, tupe kusikia amri zako, faraja yako, uweza wako na nguvu zako, na ututoe mahali tulipokwama Bwana. Huyu ambaye anajisikia kuishiwa nguvu, kampe nguvu wasaa uwe Bwana. Na huyu ambaye Bwana anaishiwa damu kila wakati, kazibe mirija yake ya hizo damu Bwana. Hiyo damu inayoisha ndani ya mwili wake kaizibe tangu sahihi katika jina la Yesu Kristo na kwa damu Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya uwezo wako na nguvu zako. Namuombea kila mmoja mmoja mahali popote alipo Bwana. Huyu aliye katika safari, Baba, safiri pamoja naye. Huyu anayepitia changamoto yote ile, Bwana, kaiguse hiyo changamoto yake, kaiguse hiyo changamoto yake, karejeshe moto ndani yake Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki. Nikualike sasa kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu, na baada hapo tuendelee tena, tutarudi kwa ajili ya maombi na maombezi. Nikukaribishe, tutakuwa na somo linalosema kufufua madhabahu ya ibada ndani yako. Kufufua madhabahu ya ibada ndani yako. Na tunapozungumza kufufua ni hali, kwa maana kuna kila unayemuona ana madhabahu ya Mungu ndani. Lakini si tu madhabahu ya Mungu ndani, hata mahali popote penye mkusanyiko pana ibada. Na sijajua kwa nini Mungu amenisemesha nizungumze nawe kwamba kufufua madhabahu ya Mungu ndani. Ukiangalia neno kuu letu ni lile la kitabu cha nabii kile cha Wafalme, kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 30. Kitabu cha Wafalme mlango wa 18, Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 30. Tausoma mstari mmoja. Baada hapo tuende tukaangalie zaidi. Anasema kile kitabu cha Wafalme, kitabu cha historia cha Wafalme. Anasema kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Sikiliza tu hii sentence. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi.
watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Tunapozungumza kufufua, kwa maana kufufua ni kitu ambacho kilikuwa kimeharibika, kitu ambacho kimekufa, kitu ambacho na research tulivyosema kilichoharibika. Inaweza kuwa kimeharibika kwa kufa, kwa kuvunjika, kwa kutendwa kitu chochote kile. Na sasa na hapa unamuona anapozungumza kwamba madhabahu tunazungumza kwamba ni mahali pa kukutanika kati ya Mungu na mwanadamu. Madhabahu ni mahali pa makutaniko kati ya Mungu na mwanadamu. Aidha, lugha nyingine wanasema madhabahu ni daraja la ulimwengu wa mwili kwenda ulimwengu wa roho. Madhabahu ni daraja la mwanadamu kumwendea Mungu au kuyaendea miungu. Mimi nataka nizungumze habari ya Mungu, lakini anaweza kaiendea miungu kwa kutumia madhabahu, kwa sababu nako kuna madhabahu zao. Kwa kuna aina mbili za madhabahu. Kuna madhabahu ya Mungu aliye hai, muumba mbingu na nchi, Mungu mwenye enzi yote, Mungu mtawala, Yawe, Yehova. Huyo Mungu ana madhabahu mahali popote pale. Lakini kuna madhabahu za miungu. Kuna madhabahu ya Mungu na kuna madhabahu za miungu. Hizi zote ni madhabahu, lakini madhabahu ambayo tunaizungumza ni madhabahu ya Mungu iliyoharibika. Na kwa sehemu ya pili tunasema madhabahu ni mahali pa dhabihu, ambapo dhabihu ndipo inapotolewa. Dhabihu, sadaka inapotolewa. Usitoe tu kila mahali. Ukiona mtu amekwambia tutakutana njia panda, kwa maana kuna madhabahu ya njia panda, ndio anataka mkakutane pale. Pale pana madhabahu yake. Na madhabahu ni mahali pa toba, mahali ambapo tunaenda kumwomba Mungu toba. Kwa nini? Kwa sababu tumefanya dhambi, tumefanya mabaya. Lakini madhabahu ni mahali penye maombi, mahali ambapo tunafanyia maombi. Huwezi ukaomba tu kila mahali, na hata ukiomba mahali popote pale lazima utengeneze madhabahu. Kwa hiyo huwezi ukafanya maombi yoyote bila madhabahu. Huwezi ukafanya ibada yoyote bila kitu kinachoitwa madhabahu. Na aidha tunaweza kusema madhabahu ni mahali pa sifa. Kwa ukiona kanisani kwenu wanakataza kumsifu Mungu, ujue hamna madhabahu. Ila mahali ambapo unaona watu wanasema tumsifu Mungu kwa namna yoyote, kasoro tunasema usitukotole. Nimeongea Kiingereza kidogo. Kwa maana hiyo usimsifu Mungu kwa kuanza kusema kwa sababu namsifu Mungu kwa namna yoyote ukataka ututolee nguo. Hapana. Msifu Mungu kwa juhudi zako zote. Usionyeshe umwamba, kwamba wewe ni mwamba. Tunaye mwamba mmoja tu, anaitwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunasema madhabahu ni mahali pa kumsifu Mungu. Sasa ukiona mahali popote, ukiona mtu anashindwa kumsifu Mungu kwa mali alizonazo, kwa uhai alionao, kwa maisha alionayo, kwa kazi alizonazo, kwa vitu vyovyote alivyo navyo, anashindwa kumsifu Mungu, kwa maana madhabahu yake imekufa. Ukiona watu mnaingia baridi, mnatoka baridi, mahali hapo madhabahu imekufa. Na aidha moto wa madhabahu umekufa, au mahali hapo Mungu hayupo. Na ukiona madhabahu imekufa, kwa maana Mungu hayupo. Sasa huyu Elia hapa anatukumbusha, anatufundisha ya kuwa Elia kisha akawaambia watu, nikaribieni mimi. Kumbuka wakati huo ilo taifa madhabahu imevunjika, haipo. Mahusiano na Mungu yamekufa. Madhabahu imekufa, ibada hazipo. Wakina Elia wanaenda mapangoni, wanakimbia. Hawana maombi tena, kama vile baadhi ya sharika hakuna maombi, kwa maana Mungu hayupo mahali hapo. Yena hayupo Mungu. Hata kama mtaimba nyimbo gani,
Kama mtaona mahusiano yenu hayapo, Mungu hayupo mahali hapo. Na hivyo tunaposema kufufua ni hali ya kurudisha uhusiano. Kufufua ni hali ya kurudisha uhusiano wa karibu na Mungu, kurudisha uhusiano wako na Mungu, uhusiano wa mimi na Mungu uliokuwa umevunjika, haupo. Sasa tunaurudisha, na ndio maana nasema kufufua madhabahu ya ibada na Mungu wako. Kufufua madhabahu ya ibada ya Mungu au na Mungu wako, kuifufua ile madhabahu ya ibada, kwamba mahusiano hayapo. Yaani hata ungeniambia, unajua watumishi, ngoja niwaambie ukweli, saizi tumebaki makopo matupu. Mahusiano ya Mungu na sisi hayapo. Ukiona Mungu anasema nataka mnirudie mimi, mfufue madhabahu, kwa maana hiyo ameona uhusiano umekufa. Uhusiano haupo, na ndio maana tunaota tunakimbizwa. Hatuna unabii wa kimungu, hatuna sauti ya kimungu. Uhusiano wa sisi na Mungu haupo. Anaposema kufufua, kwa maana anataka kurudisha uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu ambao umepotea, haupo. Anataka urudi, ili turudi tuwe karibu na Mungu. Ameona umepotea kabisa, uhusiano umepotea. Kwa Mungu anataka tufanye agano jipya tena, tufanye agano na Mungu wetu. Lakini si tu agano, anataka tufanye kuwasha moto ule wa kimadhabahu. Washwe moto wa kimadhabahu, ziwepo nguvu za Mungu. Na tunapozungumza madhabahu, ninaweza nikazungumza sehemu zaidi ya moja, kwamba moja, madhabahu ina uwezo wa kukaa, inakaa ndani ya maisha ya mtu, kwenye ndani ya mtu. Madhabahu ya Mungu inakaa ndani ya mtu. Madhabahu ya kwanza inakaa ndani ya mtu. Kwa kila mtu ana madhabahu yake na Mungu. Kila mtu, mimi nina madhabahu ndani yangu, wewe unayenisikia una madhabahu. Ukiona maombi yetu hayajibiki, kwa maana daraja limevunjika, ambayo ni madhabahu. Madhabahu hayapo. Na hata saizi nikikuombea, nitaomba, utapona, lakini hautaweza kusurvive. Kwa nini? Au kwa sababu madhabahu haipo ambayo itakuunganisha na Mungu. Ni kama vile samaki umemtoa ndani ya maji, hawezi kuishi. Madhabahu ni sawa na maji na samaki. Uhai wa mtu upo kwenye madhabahu ya Mungu. Uhai wako ni madhabahu ya Mungu. Angalia hata ibada, unamwabudu Mungu wapi? Hauna hata ibada. Nini? Hauna madhabahu ndani ambayo inaweza kukuunganisha na ibada ya kimungu ndani yako. Hauna madhabahu ndani. Madhabahu ikiondoka, huwezi ukaona umuhimu wa ibada. Madhabahu ikiondoka, huwezi ukaona kiu ya neno la Mungu. Madhabahu ikiondoka, madhabahu ikiwa imevunjika, hautaona kiu ya maombi. Unaweza ukawa wewe maombi yako ni wakati una shida. Mtaji umekata, nina changamoto hizi, ndo Mungu unamtafuta. Lakini baada hapo, Mungu kwa heri, tutakutana tena wakati mwingine. Ni kama vile ligi ya Tanzania, kisha maliza mzunguko, basi hapo kwa heri, tutakutana tena wakati ligi ikianza. Ndio maisha ya watu wengi. Angalia maisha yako wewe yakoje, mahusiano yako na Mungu. Unaweza ukawa unaenda makanisani, lakini unaenda makanisani kwa ajili ya kuja kuzikwa. Hapana, madhabahu iliyo hai sio kwa ajili ya kuzikwa, ni ibada endelevu ambayo hausemeshwi. Mtu mmoja aliwahi zungumza sentensi ambayo sio rafiki sana, sio nzuri sana, lakini inaweza ikakukumbusha. Ukiwa na madhabahu ndani, zamani walipokuwa wanaendelea kuitafuta madhabahu, walikuwa wameweka kengele. Ile kengele ikigongwa, ngenge wajinga njoo ngenge, ikikuwa inaita hivyo. Ni sentensi nimeinukuu ya mtu aliyesema hivyo.
Lakini saizi hauambiwi, haugongewi kengele. Nini? Madhabahu ndani inasema nini? Inakwambia nini madhabahu ya ndani? Nipeleke kwenye ibada, nipeleke kwenye ibada, nipeleke kwenye ibada. Kwa uwezi ukaanza kusukumwa, uwezi ukaanza kusukumwa. Kwa nini? Kwa sababu madhabahu ya ndani ikiwa hai, hautaambiwa toa sadaka. Madhabahu ya ndani ikiwa hai, hautaambiwa omba. Madhabahu ya ndani ikiwa hai, hautaambiwa imba. Madhabahu ya Mungu ikiwa hai ndani yako, Mungu atasema na wewe automatically. Lakini pia madhabahu ya makusanyiko yetu, kwa kuna madhabahu ya mtu binafsi, lakini kuna madhabahu ya makutaniko au mkusanyiko wetu. Kama vile makanisani ipo madhabahu ambayo tunayo. Na sasa hizi madhabahu, kwa maana Mungu anapokuwa moto mezima, ibada ya kweli haipo ndani. Na sasa hizi madhabahu zina uwezo wa kuvunjika au kuharibika kwa sababu ya mambo makuu machache. Niaseme mambo machache alafu tutarudi tena kwa wakati mwingine. Jambo la kwanza, madhabahu inaweza kufa au kuvunjika kwa sababu ya jambo hili hapa. Jambo la kwanza, kwa sababu ya kiburi cha mwanadamu. Kiburi kinaweza kikaua madhabahu yako ya Mungu. Kiburi chako, kiburi changu kinaweza kikaua madhabahu ya Mungu, au mahusiano ya sisi na Mungu inakufa. Kwa nini? Kwa sababu madhabahu inakuja kuondoa yale mahusiano ya mimi na Mungu. Kile kiburi kinaondoa mahusiano ya mimi na nani? Na Mungu. Mahusiano ya ndugu yako inaondoka. Kwa nini? Kwa sababu ya kitu kinachoitwa kiburi. Angalia kile kitabu cha Mithali mlango ule wa 18 mlango wa 16 mstari wa 18. Mithali 16:18. Anasema kiburi hutangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Kiburi hutangulia uangamivu. Kiburi. Na mwingine akasema kiburi ni kaburi la mtu. Kiburi ni kaburi la hatima yako. Kiburi kimewaangusha wengi. Kiburi ni tabia ambayo mtu anaifanya kwa ujeuri, kwa majigambo, kwa majivuno nene, kwamba hakuna mtu mwingine, hakuna kitu kingine, hakuna Mungu mwingine. Kiburi alikifanya Nebukadreza. Angalia alipofanya kiburi, Mungu alimwadhibu. Kiburi alifanya Shetani. Angalia alipofanya kile kiburi, kitu gani kilifuata? Mungu alimuondoa katika ufalme wake. Kwa hiyo kiburi ni hali ya kujiona wewe ni bora kuliko wengine, kuona kwamba yani wewe ni bora kuliko wengine. Sijione wewe ni bora, usione kwamba wewe unaweza kuliko Mungu. Kiburi kimefanya madhabahu ya Mungu aondoke ndani ya mtu. Kiburi kimemuondoa Mungu ndani yako. Kiburi kimeondoa uwepo wa kimungu ndani yako. Kiburi kimevunja madhabahu yako. Kiburi. Watu wengi tumekuwa na kiburi. Wahubiri tumekuwa na kiburi. Waombaji tumekuwa na kiburi. Watumishi mbalimbali tumekuwa na kiburi. Wachungaji tumekuwa na viburi. Wahubiri tumekuwa na viburi. Yaani nimejua tu kusoma Biblia nina kiburi kwa mchungaji. Haumfanyii tu kiburi hicho mchungaji. Haumfanyii mchungaji wako kiburi hicho. Eti kisa na mkasa unajua kuomba, watu wanakusikia. Hapana. Kiburi kinaondoa uwepo wa Mungu ndani ya mtu. Mchungaji unamfanyia kiburi mkuu wako wa jimbo. Unamfanyia kiburi ili weje? Na mimi ni mchungaji, naweza kuwa mkuu wa jimbo. Besti, kiburi hakiwezi kukupa heshima. Kiburi kimemuondoa Mungu ndani yako. Kwanza mkuu wa jimbo ana elimu ndogo kuliko mimi. Besti, acha kiburi.
Wewe mwombaji, wewe mpendwa mwana wa Mungu, acha kiburi kwa sababu ya mali ulizo nazo. Acha kiburi kwa sababu ya mali ulizo nazo. Ukiwa mnyenyekevu unapungua nini? Kiburi kinamwondoa Mungu ndani yako. Kiburi kinavunja ile madhabahu. Mahusiano yako na Mungu yanavunjika kwa sababu ya nini? Ya kiburi. Na kiburi kinafanya mambo kadhaa. Kiburi kikiwa ndani yako. Kiburi kikiwa ndani yako. Moja, kinavunja uhusiano wako na Mungu. Kiburi kinavunja uhusiano wako na Mungu. Kinaondoa. Ukiwa na kiburi, uhusiano wa wewe na Mungu haupo. Unaondoka tu automatically. Ukiwa na kiburi, uhusiano wa wewe na Mungu, uhusiano wa mimi na Mungu haupo. Ndio maana unaanza kutafuta huku na kule. Kwa nini? Kwa sababu uhusiano haupo. Hata tukiomba, kama hauna uhusiano mzuri na Mungu, tunaomba sawa. Ni kama vile unatulizwa na panado na wakati unaumwa. Panado ni kitulizo, sio kitibio. Kwamba unatakiwa kupona, hapana. Panado sio ya kuponya, inakutuliza tu. Kwa hiyo unapokuwa na mahusiano mazuri na Mungu, kiburi kinaondoa uhusiano wa wewe na nani? Na Mungu. Jambo la pili ambalo kiburi kinafanya, kiburi kinasababisha upofu, kuona kwamba hakuna kingine. Unajiona ni wewe tu, huwezi ukaona kingine. Kwa nini? Kwa sababu kiburi kinasababisha upofu wako kwa Mungu. Na jambo la tatu, kiburi kinafukuza watu wema. Kiburi kinawaondoa watu wema kwenye maisha yako. Ukiwa na kiburi, kinaondoa watu wema kwenye maisha yako. Si mnaisikiaga, ukileta kiburi kwa Yesu kuna watu wengi. Kwa hiyo inakuondolea watu wema kwenye maisha yako unapokuwa na kiburi. Mtu mwenye kiburi hawezi kukaa na watu wema, hawezi kukaa na watu wema. Kwa hiyo utengwa na Mungu, kinakutenga wewe na Mungu ukiwa na kiburi. Uzuia mtu kujifunza, kinakuzuia, huwezi ukajifunza tena. Ukiwa na kiburi huwezi ukajifunza tena. Ukiwa na kiburi huwezi ukajifunza tena. Kwani ni kwa sababu utajiona wewe ni wewe. Ukiwa na kiburi unasababisha dharau na chuki, ukiwa na kiburi. Lakini jambo la pili ambalo linaweza likaua madhabahu yako na Mungu. Jambo la pili, ujeuri. Kwa mjeuri, watu wajeuri wanavunja madhabahu yao ya kimungu. Kwa madhabahu inakufa kwa sababu ya ujeuri. Kuna watu ni wajeuri mbele za Mungu. Ni jeuri lakini haoni faida yoyote ya ujeuri. Ujeuri ni hali ya kutokuwa na utii, kukosa utii ndani yake. Ujeuri ni kukosa utii. Kukosa utii au kuwa mkaidi. Unaelekezwa hiki ufanye, unafanya unachotaka. Akungenza uli, atakufanya nini? Kuna watu tuna ujeuri, kumbe tunaua madhabahu yetu na Mungu. Hata ungekuwa na cheo kiasi gani, ukiwa jeuri, Mungu anaondoka ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe uliye jeuri. Na ndo kile alichosema Farao. Alisemeje? Ujeuri wake wote. Pana watu ni majeuri, wapo kibibilia pia. Walikuwepo waliokuwa majeuri. Farao alikuwa jeuri. Wakina Nebukadreza walikuwa majeuri. Mungu angalia alichokifanya. Kwa sababu ya ujeuri umefanya mahusiano yetu na Mungu yaharibike. Kwa sababu ya nini? Ya ujeuri. Ujeuri unaleta migogoro. Muombaji ukiwa jeuri unatengeneza migogoro. Mhubiri ukiwa jeuri unatengeneza migogoro. Mchungaji ukiwa jeuri unatengeneza migogoro. Kwa jimbo ukiwa jeuri unatengeneza migogoro. Mtumishi yoyote ukiwa jeuri unatengeneza kitu kinachoitwa migogoro. Kwa hiyo kuna tofauti ya
kiburi na ujeuri. Kiburi ni kujiona wewe, ujeuri ni kutokutii. Kuna watu ni wajeuri tu, wajeuri tu. Hata wengine wanaweza kawa kwa sababu ya utangazaji ukawa mjeuri tu, jeuri tu. Watu ni wajeuri tu, alafu ujeuri haukusaidii kitu. Unaharibu mahusiano yako na Mungu. Ujeuri unaleta migogoro. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ujeuri unaondoa ushirikiano. Mtu jeuri hana ushirikiano na mtu, hana ushirikiano na Mungu, mtu jeuri. Lakini jambo lingine, uondoa uongozi, inaondoa protocol. Mtu jeuri anaondoa protocol. Protocol ni uongozi. Kwa uongozi unavunjika, unaondolewa kwa sababu ya nini? Ya ujeuri. Acha ujeuri, acha kiburi. Kiburi ni kaburi. Narudia, kiburi ni kaburi. Mtu mwenye kiburi ametengeneza kaburi la hatima yake. Mtu mwenye kiburi ametengeneza kaburi la maisha yake. Mtu mwenye kiburi. Acha kiburi ili tuifue madhabahu ya Mungu. Kwa madhabahu ya Mungu inaweza ikaharibiwa kwa sababu ya kiburi, au ikafa kwa sababu ya kiburi na kwa sababu ya ujeuri. Sababu nyingine nitaieleza kwa wakati mwingine, kwa kipindi kingine. Lakini kwa haya niliyokuambia, tufuatane siku inayofuata. Kwa haya niliyokuambia, acha kiburi, acha ujeuri ili madhabahu ya Mungu irudi ndani yako. Kwa ajili ya biashara yako. Saizi wengi mtasema tuombee kwa ajili ya biashara, lakini ni mjeuri. Acha ujeuri ili Mungu akufanikishe. Unajua mtumishi, ndoa yangu haiko vizuri, lakini una kiburi. Acha kiburi. Unajua mtumishi, kuna ugonjwa mwingine tunao kwa sababu ya watu tumekuwa wajeuri, tumekuwa na viburi. Mungu ameruhusu hayo magonjwa kwa sababu ya kiburi chetu tu, kwa sababu ya ujeuri wetu tu. Ni majeuri mpaka kwa Mungu. Yaani kuna ujeuri mwingine tumepitiliza. Nikombe, rejea mbele za Mungu. Mambo ya kwanza, tumuombe toba na rehema Mungu. Tumwambie Mungu aturejeshe tabia njema, atupe tabia njema, tuwe na tabia njema. Tuombee watoto wetu wawe na tabia njema. Na wewe ambao unaona ni kweli unatamani Mungu akusaidie, wewe upo kazini, uolewi rafiki yangu, auolewi kwa sababu ya kiburi ulicho nacho, kwa sababu ya ujeuri ulionao. Wewe mwanamke ni mjeuri, alafu nataka ukae na ndoa. Huwezi kukaa nayo. Hiyo ndoa huwezi kukaa nayo. Mwanamke mjeuri, mwanaume hahitaji mwanamke mjeuri. Mwanaume hahitaji mwanamke mwenye kiburi. Lakini na wewe mwanaume hautaki kuwa na kiburi. Ndoa hahitaji kiburi, hahitaji ujeuri. Ndoa inahitaji upendo. Inahitaji kunyenyekeana. Inahitaji uhusiano mzuri. Ndoa inahitaji mahaba ya lugha nzuri. Sawa? Kwa hiyo kuna wakati hapo utatuletea kesi. Naomba mniombee, mume wangu aliondoka. Aliondoka kwa sababu ya ujeuri. Acha ujeuri, acha kiburi. Na mwanaume mwingine aliondoka ni huruka yake ya kiburi, ya ujeuri. Ewe mwanaume umetelekeza familia kwa sababu ya ujeuri. Acha ujeuri, acha kiburi. Mimi nimezungumza na sisi sote, tumezungumza na sisi sote. Ili neno si la kwako tu, na mimi linanisema niache kiburi, niache ujeuri. Kuna vitu tunafanya ujeuri, nafanya kiburi. Mungu anavunja, anaondoa mahusiano yetu tunapofanya kiburi, tunapofanya ujeuri. Nimewaambia kuna waombaji, kuna wahubiri, kila mtu kwa nafasi yake. Unaweza kama mkuu wa wilaya lakini ni jeuri na una kiburi kwa sababu ya nafasi ya mkuu wa wilaya. Besti, walikuwepo wakuu wa wilaya. Hizo nafasi zilikuwepo, walikuwepo watu, walikuwepo wakina Hitler, walikuwepo wakina Adolf. Sawa? Walikuwepo.
Masupasta walikuwepo. Acha kiburi, acha kiburi, acha majivuno, nyenyekea tu, hautapungukiwa. Twende tukaombe. Na wewe ambao unatamani urudi mbele za Mungu, tengeneze mahusiano yako na Mungu, fuatishe maneno haya. Sema: Mungu Baba, ninakushukuru kwa ajili ya uwezo wako na nguvu zako. Ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote, tabia zangu zote nilizokuwa nazo, tabia ya kiburi, tabia ya ujeuri na tabia zingine zote nilizozifanya zikaua madhabahu yangu. Mahusiano yangu na wewe Mungu yameuawa, yamevunjika kwa sababu ya tabia zangu zilizo mbaya. Siku ya leo ninarudi mbele zako, ninatengeneza madhabahu yangu, mahusiano yangu. Ninakuomba nirejeshe mahusiano yale ya kwanza, nirejeshe mahusiano yale ya kwanza, mahusiano ya kiroho, mahusiano ya kimwili. Wale watu wema walioondoka kwenye maisha yangu wakanirejee. Wale watu wema walioondoka kwenye kazi yangu, kwenye maisha yangu yote, wakanirudie katika jina la Yesu. Bwana, fufua kazi yako katikati yangu, ndani yangu. Madhabahu ya ibada inirejee kuanzia sasa. Namkataa shetani, nakataa tabia zote, nakataa mambo yote, nakataa tabia mbaya. Kuanzia sasa nifanye kuwa mnyenyekevu. Ondoa moyo wa jiwe, ondoa moyo wa kiburi, ondoa moyo wa ujeuri. Nipe moyo wa unyenyekevu, nipe moyo wa unyenyekevu. Kuanzia sasa achiria Roho yako Mtakatifu kwenye maisha yangu, niongoze maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Ingia kuomba kila mahali na kila sehemu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana, na wasogeza watoto wako hawa kuanzia sasa mahali popote ambapo madhabahu yako ilikufa, ilivunjika, kama Elia aliposimama na kuijenga upya tena. Baba, tunaisimamisha madhabahu yako ndani ya kila mmoja, ndani ya huyo dada ambaye amekuwa kahaba, amekuwa mzinzi, amekuwa mrevi, ndani ya huyo baba ambaye amekuwa ni maraya. Bwana, kaachilie madhabahu yako mpya tena. Tunaiondoa ile madhabahu ya umaraya, tunaondoa ile madhabahu ya urevi, tunaondoa ile madhabahu ya magonjwa, tunaondoa ile madhabahu ya mateso, tunaiweka madhabahu yako mpya tena. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, tunaivunja ile madhabahu ya kipepo, ile madhabahu ya miungu, ile madhabahu ya kishetani, ile madhabahu ya magonjwa, ile madhabahu ya mauti, naivunja ndani ya mtu huyu. Madhabahu ya madeni naivunja kwa jina la Yesu Kristo. Madhabahu ya uvivu naivunja kwa jina la Yesu Kristo. Madhabahu ya kiburi naivunja kwa jina la Yesu Kristo. Madhabahu ya ujeuri naivunja kwa jina la Yesu Kristo. Naachilia madhabahu mpya, madhabahu yako Bwana ikajengeke ndani ya kila moja, ndani yangu na ndani ya kila moja. Baba, nainua madhabahu yako kwenye dausie Bwana, kwenye kanisa hili Bwana, nainua madhabahu ya ibada mpya, nainua madhabahu ya sifa, nainua madhabahu ya mpya tena katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu za miungu naziondoa, naamsha moto mpya, naweka kuni mpya, naweka uzima mpya, naweka afya mpya kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya neema yako. Naita nguvu zako, uwezo wako na mamlaka yako tangu sasa Bwana, ile madhabahu iliyokuwa imeingia kuleta ukame ndani ya huyo mtu, kuanzia sasa tunaiondoa hiyo madhabahu, tunaweka madhabahu mpya ndani yake, tunaachilia madhabahu mpya ndani yake, tunaachilia madhabahu mpya kwenye mwezi huu, kwenye miezi yote, kwenye mwaka huu, naachilia madhabahu mpya ndani yake katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, naiachilia madhabahu mpya ndani ya kila mmoja, kuanzia sasa Bwana, kwenye hiyo biashara naachilia madhabahu mpya,
familia, madhabahu iliyokuwa imekufa ambayo ndio maana wanafanya biashara. Hao ni faida Bwana, kwa sababu hiyo madhabahu imekufa, mahusiano hayapo tena. Baba, anairudisha madhabahu yake ndani yake, kwenye uchumi wake, kazini kwake, kwenye familia yake, kwenye ndoa yake. Nairudisha madhabahu yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, naachilia mikononi mwako, na muombea mtoto wako huyu, kaondoe kiburi ndani yake, kaondoe majivuno, kaondoe ujeuri ndani yake, kaondoe roho ya ujeuri ndani ya huyo kijana ambaye amekuwa na kiburi kwa wazazi, amekuwa na kiburi kwenye taasisi hiyo, amekuwa na ujeuri. Kaondoe roho ya ujeuri ndani yake, kampe roho ya unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu.